Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kwa mujibu wa taarifa iliyoweza kuchapishwa naye Hilda Newton, ameweza kuchapisha habari ya kwamba watu wasioweza kujulikana wachoma moto showroom ya magari ya Abdul, mtoto wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, usiku wa kuamkia leo hii Mikocheni, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa watu walioweza kushuhudia tukio hilo, wameweza kueleza na kuweka hadharani ya kwamba magari yote ya kifahari yaliyokuwa ndani ya showroom hiyo yote yameweza kuteketea. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza unapozidi kutazama video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli kwa tofauti za kisiasa zilizoko hivi sasa kati ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na mamilioni ya Watanzania, mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan upo mamlakani kikatiba, ila watu binafsi ambao ni raia wa Tanzania ambao ni wenye nchi hawajaweza kukubali uongozi huu ama kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake yote hii ya awamu sita, kwani pigo la aina hii ni pigo kubwa kwa mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwa magari yote ya kifahari yaliyokuwa katika showroom, ambapo yeye akiwa mfanyi biashara wa biashara nyingi, moja ya biashara anayozidi kuifanya ni kuuza magari, ambapo imeweza kuvamiwa na watu wasioweza kujulikana na kuwashwa moto, magari yote yakiteketea, kama video unayozidi kuitizama katika skrini yako hivi sasa. Mtazamaji wangu, kwa mara nyingine uongozi ulioko madarakani umeweza kuonekana ni uongozi ambao bado kuna baadhi ya sekta ambazo hazijaweza kutiliwa manani, kwani kama kweli kungekuwa na wazima moto kwa ukaribu, wangeweza kufika na kuzima moto. Mbaya kabisa, mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni Abdul sio jamaa ambaye hajaweza kufahamika na mamilioni ya Watanzania, ameweza kufahamika. Hivyo basi hata taasisi kuu nchini Tanzania zingeweza kujaribu kujibidisha na kuwa mstari wa mbele kujaribu kuokoa mali zake, ila kwa tofauti za kisiasa zilizoko hivi sasa, huenda hata baadhi ya wazima moto hawakuwa wanaridhia kwa ajili ya kufanya jukumu hilo, kuzima moto. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo kama kweli kusingekuwa na tofauti za kisiasa kati ya wananchi na uongozi ulioko madarakani unaozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mtazamaji wangu, kusingeshuhudiwa hasara kubwa ya aina hii. Ni kweli tukio hili limeweza kufanyika usiku, watu wakiwa hawapo, ila baadhi ya watu waliokuwa wapo karibu pamoja na watu ambao wangeweza kupata taarifa hii kwa haraka wangeweza kufika katika eneo la tukio na kuzima moto huu, angalau kuokoa hata baadhi ya magari. Ila kile ambacho kimeweza kushuhudiwa, mtazamaji wangu, magari yote yameweza kuteketea, hasara ya mabilioni. Ila hivi sasa, mtazamaji wangu, kuna mjadala mzito katika mitandao ya kijamii. Je, iwapo wewe hapo ungekuwa karibu na eneo la tukio, ungeweza kujaribu kwenda kuokoa magari hayo ama kuchangia kuzima moto? Watanzania wengi, mtazamaji wangu, maoni yao ni kwamba hawangeweza kushiriki wala hata kujaribu. Hii yote ni kutokana na machungu yaliyoweza kuongezwa juzi kati kutokana na ripoti iliyoweza kutolewa na uongozi huo ulioko madarakani kuhusiana na vurugu zilizoweza kusababisha takriban vifo zaidi ya 1300 kulingana na kile kilichoweza kuzungumzwa na balozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, tofauti na kile kilichoweza kutangazwa katika ripoti iliyokuwa ikisubiriwa na mamilioni ya Watanzania, wakati na ambapo waliweza kutangaza ya kwamba
watu takriban 518 ndio walioweza kuaga dunia, jambo ambalo linazidi kusababisha wananchi wa Tanzania kuwa na kipindi kigumu kuamini uongozi ulioko madarakani kutokana na yale yanayozidi kufanywa siku baada ya siku. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, kwa tukio la aina hili kumpata mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ni nadra sana kupata Mtanzania anayezidi kuamini ni jambo mbaya ama hata kutoa pole kwa jamaa ama kwa mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Wengi wanaamini kwamba pesa za serikali ndizo zinazozidi kutumika kwa miradi ama biashara hizo, tofauti kabisa na pesa hizo iwapo zingeweza kutumika kuimarisha maisha ya mwananchi wa chini nchini Tanzania, ili angalau aweze kuishi maisha ambayo sio magumu kama iliyoko hivi sasa chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Naam, mtazamaji wangu, kwa mara nyingine, uongozi huu bado inadaiwa kwamba kuna tofauti kubwa za kisiasa zilizoko katika chama kikuu cha CCM. Kuna baadhi ya viongozi ambao hawaridhishwi na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, uongozi mkuu wa chama cha CCM kunyamaza kimya, kuonekana kuungana na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo ni tofauti kabisa na wanachama wengine wakuu katika chama hicho cha CCM wakiomba uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole kokote pale alipo uweze kujulikana, na pia jamaa na familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole iweze kujumuika na jamaa wao baada ya takriban miezi kadhaa hivi sasa kuelekea mwaka baada ya kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole katika hali ya njia tatanishi. Hivyo basi wengi wameweza kukosoa na kushambulia pakubwa uongozi ulioko madarakani, ila hii hapa mtazamaji wangu ni taswira inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani bado unazidi kupitia pingamizi na sio kupitia vyama vya kisiasa. Hapana, ni kupitia wananchi wenyewe wanazidi kuonyesha kila mbinu ili wajaribu kutuma ujumbe kwa uongozi ulioko madarakani. Bado hawajaweza kukubali kikamilifu iwapo kuna baadhi ya mambo hawataweza kuwajibika kuyafanyia marekebisho, ama baadhi ya mambo kufanikisha kama walivyokuwa wameweza kuahidi. Hii ikiwa ni taarifa mbaya kwa uongozi mzima ulioko madarakani, ila mbaya kabisa ni kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mtoto wake ambaye ni Abdul Samia, kutokana na hasara ya mabilioni ambayo ameweza kuipata baada ya showroom yake kuwashwa moto na watu wasioweza kujulikana. Mtazamaji wangu, kwa kweli hivi sasa uongozi ulioko madarakani unazidi kuwa na maadui wengi ambao hawako tayari kushirikiana nao, kama kweli wazima moto hawakuweza kujitokeza katika muda mwafaka kuokoa magari hayo yenye thamani ya mabilioni. Mtazamaji wangu, inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani umeweza kukataliwa pakubwa na mamilioni ya wananchi wa Tanzania, ikiwemo viongozi wa kidini, wafanyabiashara wengine, pamoja na baadhi ya viongozi wanaozidi kuhudumu katika serikali hiyo ya CCM. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.